Asanti sana, asanti sana Bwana, asanti sana. Ewe utubariki Bwana, utubariki, utubariki Bwana, utubariki. Wewe twakupa sifa Bwana, twakupa sifa, twakupa sifa Bwana, twakupa sifa. Yesu moda hawa ikere mwadhani wakwa ona ige magulira ningũkũrũmĩrĩra we wangwĩrĩire kabandhiane na rata ndũrũmagĩrĩre wendire na thuti cia indo cia gũkũ thĩ ĩno. Niĩ ndĩnĩkaga kũũra ndĩna igai rĩa muoyo, nĩngũkũrĩra we wangwĩrĩire kabandhiane na rata ndũrũmagĩrĩre
njema. Tumekuwa na Bwana Mungu kuja kuangalia neno lake ambalo hili neno limekaa tu hapo, limenyamaza, lakini liko na uhai kulingana na vile ambavyo sisi tunalipokea. Na tukilipokea na mioyo ambayo imenyooka, basi litakuwa na kazi nzuri, kwa sababu litaleta mabadiliko ndani yetu. Leo Mungu ametusaidia, tumeingia katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia. Na Wagalatia ni watu walikuwa na mambo mengi, na tutaona si tofauti na hii dunia tunaishi, kwa sababu mambo ambayo yanazungumziwa hapa hata tutakuta siku ya leo yako. Kuna injili fulani inahubiriwa tofauti na ile ambayo Yesu Kristo alihubiri. Yesu Kristo akasema, mmepokea bure, mfanye nini? Mpeane bure. Ni Yesu Kristo mwenyewe amesema. Lakini leo kuna mhubiri atakwambia nitumie ndio nifanye nini? Bariki. Ndio madhabahu haya ya zungumzie mtoto wako amepotea. Lakini utume nini? Nafikiri Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kama angekuwa mhubiri, angehubiri kama mhubiri wa leo, angekuwa tajiri kupindukia, si ndio? Wewe fikiri, wakoma leo ni siku ya wakoma, wakuje kila mkoma dinari 10,10. Si wangekimbia huko? Mtu amekufa, hata watu wangeacha kufa matajiri siku hiyo, si ndio? Sababu wakikufa mnaleta pesa, anawafufua. Lakini hiyo ndiyo injili ambayo siku hizi unaisikia kwa wingi, ya kwamba pesa saa yote pesa. Leo tuangalie hawa Galatia, na kitu cha kwanza ambacho tunasoma siku ya leo kuna kitu kinaitwa kuhesabika haki. Kuhesabika haki ni kuwa hali ya kwamba huwezi ukalaumiwa. Kama una madeni, umefanya nini? Umealipa. Kama kuna mtu ulidanganya, umeenda na ukamuomba msamaha. Yaani sasa wewe utahesabika uko haki. Kwa sababu utakuta watu, si tumeona wakati watu kama kulingana na katiba ya siku ya leo ya Kenya, ni ya kwamba mtu akipewa kazi fulani lazima kwanza akaguliwe, aulizwe maswali, si ndio? Na nakumbuka walipofanya mara ya kwanza tu katiba mpya ilipoingia, kuna mtu mmoja alisimama akaulizwa maswali mpaka akashindwa. Anaulizwa hii maana yake, na alikuwa amesemekana atapewa wadhifa wa wizara fulani. Akiulizwa mambo ya hiyo wizara hata hajui, na akaambiwa hapana, wewe. Wakatakataa wale waliokuwa wakimhoji, wakamwambia wewe umeshindwa. Sasa vile tunaambiwa ni nini? Sisi tumehesabiwa haki. Huyu akaonekana kabisa hawezi. Sisi tumehesabiwa haki, si kwa malipo fulani tulifanya, hapana. Tulihesabiwa haki kwa njia rahisi ya kumkubali Yesu Kristo kama Mwokozi, na kubali ya kwamba deni ambayo tulikuwa nayo ya dhambi ililipwa. Kuna wimbo katika nyimbo za Kiswahili inasema, deni yangu ya dhambi hapo msalabani nililipiwa. Kwa hivyo sasa huwezi ukaniambia ati ulifanya, nakwambia ndio mimi nilifanya, lakini sasa sio hivyo. Mimi nilifanya lakini nililipiwa. Kwa hivyo mambo hiyo huwezi ukaniuliza. Mfululizo huu tunaoita viumbe vipya katika Kristo Yesu.
tutambue hivyo ya kwamba nikisimama hapa sisimami kama yule kijana alikuwa huko mahali tuliishi, alikuwa anaiba miwa. Kuna mahali tukiwa vijana tulikuwa tunaenda mashamba fulani, tukiangalia tuone hakuna mtu mkulima ameenda karibu na mto wa Nairobi, tulikuwa tunaenda kuiba miwa, na kweli ikakuwa ndio kazi yetu. Siku ya leo siwezi nikaulizwa. Sijui kama niliwaambia hadithi moja. Nilikuwa pale Marekani, nilikuwa nafanya jioni katika supermarket. Sasa nikiwa nikifanya kazi, bwana mmoja akaniambia, wewe nakuona nikaa nimekuona mahali. Nikamwambia, ai, wapi? Nikamuuliza, nakuwa hapa? Si hapa. Hapana. Si kanisa fulani? Hapana. Nikamuuliza, si benki fulani? Sababu nilikuwa pia nafanya benki fulani. Hapana. Akaniambia, mimi ni askari wa polisi. Umewahi kuwa na tatizo na polisi? Nikamwambia, basi hapana. Na ni kweli Marekani siko na tatizo na polisi. Lakini kama ningekuwa wa kweli ningewaambia, lakini kuna wakati nilikuwa naiba miwa, lakini hiyo ni mbali sana na huku wa polisi kwetu. Nikiwa kijana nilikuwa naiba miwa. Sasa lakini sasa Marekani si mimi niko safi. Kwa sababu hakuna mahali nimewahi kushikwa na nini? Na makosa. Sasa basi sisi tumehesabiwa haki na tujue hivyo. Kwa sababu tatizo la hawa watu wanaitwa Wakorintho, ijapokuwa wamehesabiwa haki, kuna watu walikuja kati yao na kuanza kuambia, hapana, nyinyi hamko haki. Kwa nini? Kwa sababu hamfuati Musa. Hamfuati Uyahudi. Nyinyi hamko haki kwa sababu nyinyi wanaume hamjatahiriwa. Na mtu kuwa haki mbele ya Mungu nifanye nini? Ni kutahiriwa. Lakini tunaambiwa sasa sisi katika Yesu Kristo tu viumbe vipya. Na kiumbe kipya, nikifikiri kiumbe kipya ni kama ule mtoto anazaliwa saa hii. Ama amezaliwa majuzi. Kweli hiyo mtoto unaweza ukamsema makosa yake? Si labda mama tu ndiye anasema alikuwa anapiga mateke sana kabla atoke. Lakini anasema mimi sikujua. Si ndio? Sasa vile tunachukua watoto na tunawalea na tunawafundisha na tunawapokea vile wako, tunaenda polepole tukiwabadilisha wawe watu ambao wataweza kuchukua mamlaka yao na wataweza kufanya mambo sawa sawa. Lakini mtoto akitoka huko akija duniani huwa hakuna kitu anajua. Kweli? Katika vile ameumbwa anajua akipata titi la mama anyonye, si ndio? Hiyo tu. Na hivyo ndivyo na sisi tunapoingia katika ufalme huu wa Yesu Kristo, tunakuwa viumbe vipya. Na kutoka hapo tunaanza safari. Basi sisi ni viumbe vipya katika Kristo Yesu. Kuna bwana mmoja, mhubiri mmoja alieleza kwa njia ya ajabu, sijasahau. Na ni miaka labda kama 40 imepita tangu niliposoma hiyo habari. Akasema huu upya ambao unakuja ni kama unaenda nchi fulani, si ndio? Unaambiwa, unasema mimi ni wa hii nchi, nataka kuwa wa hii nchi. Uambiwa hapana, huku kuwa raia wa hii nchi, na kuna nchi fulani zina sheria hiyo. Ukitaka kuwa raia wa hii nchi lazima uzaliwe hapa. Sasa umeenda hapo, wewe wa Juma, tuseme ni nchi kama Somalia, unataka kuwa raia wa Somalia. Uambie hapana, mimi nataka sana. Yule afisa wa uhamiaji akwambia, basi sasa vile utafanya, uende ukufe, alafu ufufuke uzaliwe huku. Sasa hiyo ndio. Sasa ni Wagalatia, na tunaambua siku ya leo tunaona ya kwamba tumehesabiwa haki. Iko namna gani?
mstari wa kwanza mpaka 5 tuone utangulizi ama kuelezwa ni mambo aina gani haya. Paulo mtume, si mtume wa wanadamu wala kutumwa na wanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu, na ndugu wote walio pamoja nami kwa makanisa ya Galatia. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa nafsi yake. Bado hapo 3 mpaka 3 tunaambiwa hivi. Kwanza anaeleza mamlaka yake akiandika, kwa sababu nikikuandikia barua unataka kujua mimi ni nani, si ndio? Kama kuna mambo na kuambia. Sasa Paulo yeye anajitambulisha, mimi ni Paulo na mimi ni mtume, nimetumwa na si wanadamu amenituma, kwa sababu kama leo nikikutuma mahali utaenda na jina langu, si ndio? Wende nimetumwa na bwana fulani anaitwa hivi, ameniambia nikuambie hivi. Oh, nani huyo? Huyo simjui. Lakini huyu anajitambulisha kwa hawa ya kwamba nikiandika siandiki tu kama Paulo mtu fulani alitoka akaenda. Hapana, nilitumwa kwenu, na akasema sio wanadamu alinituma, wala si kwa njia ya wanadamu nimekuja kwenu. Anasema ni kupitia Yesu Kristo na Bwana Mungu Baba, ambaye aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Yaani ni Yesu Kristo alinituma, yeye wakiwa na Baba. Na ni vizuri anaojishana tofauti. Siku ya leo kuna watu wanasema ni Wakristo, lakini wanasema Mungu ni mmoja, Yesu Kristo hakuna utatu. Sijui mmekutana na watu kama hao. Anasema hakuna utatu, lakini Yesu Kristo hata yeye mwenyewe akiongea alisema muwabatize katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na hata akizaliwa walionekana wote, si ndio? Sauti ya Baba, Mwana yeye yuko kwa wenye maji, na tunaambiwa Roho Mtakatifu akakuja kwa mfano wa ndege wa jiwa ama ua na akatua juu yake. Kwa hivyo utatu uko. Kuna watu wanapigana na utatu mtakatifu, wanasema na andiko lilo wamepata ni andiko moja, wakaambiwa wabatize katika jina la Yesu Kristo. Lakini ukibatizwa katika jina la Yesu Kristo unabatizwa katika utatu. Yeye mwenyewe alisema utatu. Akasema na sio peke yake, anasema na ndugu ambao tuko nao. Siku ya leo tunasikia tu watu wakisema mimi, nawaambia mimi, lakini huyu anasema hata wale ndugu tuko nao tumeshirikiana katika haya mambo na kuambia. Yaani aliwajumulisha ndugu ambao walikuwa nao wakazungumza hilo tatizo. Kwa hivyo si sauti ya mtu mmoja, ni sauti ya watu kadhaa wamezungumza naye. Si hata kwa Filipi alisema ni Paulo na nani? Na Timotheo. Yaani tuko pamoja katika huduma. Ni vizuri kujumulisha watu katika kile unafanya, kwa sababu ukiwa peke yako unaweza kujikuta ya kwamba ujumbe ambao unatoa ni wako peke yako, ambao huenda si mkamilifu. Kwa hivyo anasema ndugu pia anawajumulisha ambao tuko nao, na anasema ni kwa makanisa yote ya Galatia. Inaonekana Galatia kulikuwa na makanisa mengi, si Galatia, si kanisa moja. Wafilipi sijui, inaonekana kama lilikuwa kanisa moja, kwa sababu hata Wafilipi akiongea kwa Wafilipi anaongea wamama wa fulani wawili, si ndio? Ni kama 7. Lakini hapa Galatia inaonekana Paulo alipotoka kazi iliendelea, na hivyo ndivyo kanisa linakuwa.
Linaanza mahali kama mzee fulani anaitwa Wajuma, wakakuwa mahali wakaenda Kandani Kandani wakaona hata Rwanganga wanaweza kuenda, si ndio? Na baadaye wako Sabasaba. Na kutoka Sabasaba huenda tena kuna mahali kwingine tutaenda. Hiyo ni kanisa ambalo linakuwa. Lakini injili ni moja. Hakuna injili ya kanisa hili na kanisa tofauti kama ni injili ya Yesu Kristo. Na nawaombea neema na amani zitokazo kwa Bwana Mungu na kwa Bwana wetu Kristo Yesu. Kwa Bwana Mungu Baba na Kristo Yesu. Unasikia? Na unaweza kuuliza mbona hakuna salamu za Roho Mtakatifu? Nani atanijibu? Hapa anasema anawaombea neema na amani zitokazo kwa Bwana Mungu Baba na kwa Bwana wetu Kristo Yesu. Roho Mtakatifu mbona asemi salamu za Roho Mtakatifu? Yashiko. Mbona asemi na neema ya Roho Mtakatifu? Kwa sababu Yesu Kristo akiondoka alisema nikiondoka Roho Mtakatifu atafanya nini? Atakuja na atakuwa ndani yenu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu aliwachwa akiwa ndani yetu. Na ndio sisi wa Pentekoste, sisi tunajiita wa Pentekoste. Wale waliambiwa wangoje ahadi ya Baba. Sisi ndio tunatangaza kama wa Pentekoste ahadi ya Baba, ya kwamba Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi. Na ndio sababu niliwaambia tulipokuwa huko Tanzania, vile niliambia nikihojiwa na kikundi cha waliosimamia usalama wa nchi, nikawaambia, wakaniuliza wewe, mbona ulipoenda huko ilikuwaje? Nikawaambia nikasikia sauti, nikasema sisi wa Pentekoste tunasema sauti. Kabla niseme sauti ya nani, mmoja akasema ya Roho Mtakatifu, kwa sababu yuko pamoja na sisi na anazungumza. Mahali huko washiko hapo, unaweza ukasikia Roho amekuzungumzia kitu, si ndio? Na unasikia hiyo ni Roho. Basi ndio sababu hapa atajwe ati na Roho Mtakatifu awe pamoja nanyi, kwa sababu Roho Mtakatifu tayari yuko ndani yetu. Niye mfariji wetu wakati mambo yanakuwa, niye kiongozi, niye anatukumbusha wakati tunasoma na tunafikiri, tunakumbushwa. Sijui kama wewe huko kama mimi unajikuta sengine unakumbuka maneno fulani ya Yesu Kristo ukiwa peke yako, anakukumbusha. Ndio kwa sababu yuko hai ndani yetu. Amen. Basi akizungumza nayo mamlaka ya kwamba ni kutumwa, ametumwa. Na sisi hata sisi tukizungumza kama vile Wadana ametuambia, tuna utume ndani yetu. Ukisikia mtu akiongea kama vile ameongea, kuna bwana mmoja alikuwa anatembea akaanguka kwa mto akamezwa na samaki, si ndio? Akaambia sio hivyo, huyo alikuwa nabii wa Mungu. Na hiyo ndio tumetumwa kueleza. Ukisikia mtu akiongea tofauti, muulize, je, umesoma mahali fulani? Je, umesoma hiyo? Amosi 7 katika funzo 15 inasema, naye Bwana Mungu akanitoa katika kufuatana na kundi. Bwana Mungu akaniambia, enenda uwatabirie watu wangu Israeli. Ni Amosi. Amosi alisema mimi sikuwa nabii, hata kwetu hakukuwa na manabii. Lakini mimi kazi yangu nilikuwa nachunga kondoo, natunza miti hii ya sijui ilikuwa mikuyu. Hiyo ndio kazi ilikuwa yangu. Nikatolewa huko. Mungu akaniambia enda waongeleshe watu wangu. Sasa ndugu yetu wa Juma na Njoki ni wakulima, si ndio? Na wengine wetu hapa ni wakulima. Lakini katika huo ukulima Mungu bado anatutuma
kuambia watu habari za Yesu. Amen. Kwa hivyo tuna mamlaka ya kutosha. Kisikia mtu akikosoa neno la Mungu, mjibu. Lakini wengine ni ukorofi wanataka, uepuke na ukorofi, waambie hiyo neno linasema hivi, wewe kubali hivi ndivyo ilivyo. Na tukiangalia katika Yohana 17:14, naye Bwana Mungu mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Kwa hivyo umesikia, tumepewa neno, na tulipopewa neno tumeambiwa na hilo neno na sisi tuwapatia ulimwengu. Wengine watatuchukia, watakataana na sisi, lakini kazi yetu tufanye. Amen. Jambo la pili katika huo utangulizi 4 na 5, kuna kitu kinaitwa upatanisho, na hiyo inatuleta moja kwa moja katika kuhesabika haki, ya kwamba tumehesabika haki. 4 na 5, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Amina. Ati Kristo Yesu alijitoa mwenyewe kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa ajili ya dhambi zetu, yeye akalipa gharama. Mfano mzuri ni mtu kama mimi, niko na deni nimeshindwa, nimejaribu kulipa, alafu rafiki yangu Joke ananiuliza ni pesa ngapi, ananiambia nitakulipia. Tunaenda yeye kwa benki, ama hata yeye anaenda anasema akaunti fulani hii nataka kuilipa, anaambiwa ni pesa hizi, analipa. Sasa mimi nikienda kwa benki kesho yake, sitaambiwa wewe mzee, unajua uko na deni. Nikamwambia wewe ukiniambia hivyo tena hata naweza nikakushtaki, kwa sababu deni yangu imefanya nini? Imelipo. Sina deni, usiniulize hiyo. Na ndio wajuma, sisi yale madeni babu zetu waliacha si yetu, kwa sababu sisi tulikufa kwa hayo, tukazaliwa upya katika Yesu Kristo. Kwa hivyo haki ndiyo hiyo. Ya dhambi hatuna, ya mababu hatuna, na ndiyo sisi tuko viumbe vipya, kwa sababu tumeambiwa ya kwamba kwa ajili ya dhambi zetu, ili atukomboe kutoka katika kizazi hiki kiovu cha sasa. Kwa hivyo yalikuwa mapenzi ya Mungu tuokolewe, tutokane na hukumu, tukombolewe, tuwe mbali na lawama ya kwamba tulifanya baba yako alifanya, kuna neno fulani. Sisi si watu wa kusumbuliwa na maneno ya mababu na ya nyanja zetu, mjomba wetu vile walifanya. Sisi Yesu Kristo ametulipia, kwa hivyo sisi hatuna deni. Kuna wimbo tunaimba ya kwamba shetani ambiwe mimi sina deni. Na ile deni ilikuwako, ilifanya nini? Msalabani wa Yesu. Kwa hivyo hebu basi tujue tuna haki. Tukisimama mbele ya Mungu, hakuna mambo yanapaswa kuwa akitusumbua. Ati kitu fulani nilifanya wakati fulani, hiyo mbele za Mungu haiko. Sisi ndio wakati mwingine tunaruhusu uongo wa shetani uje, unasikia hukumu kwa mambo yaliyopita. Hatuna deni, deni lilipo. Na katika Mika 5:2 tunaambiwa, bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambayo matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele.
huo ni unabii unatolewa kuhusu Yesu. Si tumeambiwa alitulipia? Si ya kwamba tu ilitokea hivyo, tumeambiwa ilikuwa mapenzi ya Mungu. Kabla itendeke, akakuwa tayari ametoa neno ya kwamba kuna mtu atazaliwa Bethlehemu, na huyo atakuwa mtawala wa Israeli yote. Na Israeli, tunapoongea Israeli, si ile Israeli iko huko, hao walielewa hiyo, lakini katika mpango wa Mungu Israeli, si tulijifunza neno maana ya Israeli? Nani ataniambia maana ya Israeli ni nini? Israeli, watu wa Mungu. Basi atakuwa mtawala wa watu wa Mungu na atatoka Bethlehemu. Yesu Kristo huyo ambaye alileta huo upatanisho. Na Yohana 1:29 tunaambiwa siku ya pili yake Yohana amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Bwana Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Amen. Hiyo inatosha ya kwamba Yohana alipomuona, si alikuwa anahubiri hapo Yordani, akaona Yesu anakuja, amemwelekea, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, ya kwamba huyo ni anakuja kubeba dhambi ya dunia. Na ni ajabu kwa sababu hapo hata si anakuja kwa Yohana, ukisoma hawakuongea ati alikuja amepita, na akipita angojaongea na mtu. Wanafunzi wa Yohana wawili wakamfuata, na akaanza kuambia, sasa mlifanye nini? Mnifuate, mtawafanya nini? Wavuvi wa watu. Sasa hiyo ndiyo tunaambiwa mamlaka ambayo tuko nayo, ya kwamba si ni sisi tutavua watu kwa Mungu, ni sisi tutawaambia. Tukutana nao mahali popote tuko, ni sisi Yesu anategemea. Kwa hivyo mahali popote huko, we Anthony Ndongo, ukiwa shule ujue wewe ni wewe Yesu anategemea, uwaambie hao neno la Mungu, si ndio? Si unaelewa mambo ya wokovu? Waambie mtu huokoka. Mimi nimeokoka, nina ushuhuda. Jambo la pili, Wagalatia 6:7 kunaambiwa kuna kitu kinaitwa upotovu. Upotovu unatokana na neno kupotea. Umeona mtu amepotea? Wewe umewahi kupotea siku moja? Ulikuwa unaenda mahali ukajikuta umepotea? Nani hajawahi kupotea? Mimi nakumbuka mwaka ilikuwa 66. Siku hizo Wajuma atakumbuka, rais wa Tanzania akija Kenya, shule za Nairobi zinafungwa, wanaenda kwa barabara wapite. Sasa kuna rais mmoja alikuwa wa Malawi anakuja. Sasa wanafunzi wakaambiwa waende nini? Barabarani huko kumlaki, wampigie makofi. Town alikuwa anapitia hii barabara ya kutoka Embakasi kwenda town, naitwa Uhuru Highway. Sasa tukaenda huko tukampigia nini. Sasa na mimi nilikuwa naenda shule saa 6, nilikuwa darasa la 3. Sasa asubuhi wale wanafunzi wanaenda waende wamlaki warudi, mimi kwenda huko nikapotea, nikabaki kijikuta town. Nilikuwa kijana, na ni ajabu, ujinga ni wa ajabu kwa sababu baba yangu alikuwa anafanya kazi na kampuni ya Kenya Bus. Nikaenda bus station, hata mzee mmoja akaniona hapo na akaninunulia chai na mandazi, na simwambii nimepotea. Nafikiri nitafanya nini, nitaenda nyumbani Sasa baada ya kwenda huku nikaenda huku, nikajikuta nimepita huko Westlands, naelekea Kikangemi. Nikielekea nikakutana na bwana mmoja wa Securico. Nikamwambia nimepotea, nataka kwenda Makadara. Akaniambia Makadara? Wewe unaelekea Kangemi. Sasa huo ndio unaitwa upotovu, kupotea. Hebu tuone hawa watu walikuwa wamepotea namna gani. 6 na 7. Nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi
yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia Injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wawatabishao na kutaka kuigeuza Injili ya Kristo. Ndio, ati kuna watu, na ni ajabu eti ya kwamba yeye anasema amestaajabu, kwa sababu anawaambia sasa, kuna mtu aliwaita kwa nini? Neema. Neema ni nini? Neema tunaambiwa ni mtu ana makosa anaambiwa wewe, hiyo makosa tuyasahau, hiyo imekwisha. Yaani neema, kile ambacho ulistahili kupata, kichapo ulipostahili, unaambiwa wewe uchapwi, mimi nitachapwa badala yako. Yesu Kristo tumeambiwa alileta upatanisho. Sasa kuna watu walikuja wanaanza kutaka tena kuambia si neema tu, si tunasema tu ni imani tu, imani inatosha. Wanaambia si imani tu, baada ya kuamini lazima urudi katika sheria ya Musa, ufanye yale mambo Musa aliwaambia. Sheria. Watu wamekuja wanaanza sasa kuhubiri sheria. Na siku ya leo kuna wahubiri wako hivyo. Utasikia mhubiri akisema, mimi Musa alisema. Wanasema Malaki alisema. Lakini Yesu alisema nini? Lakini kuna ujanja kaua huko hapo katikati, kwa sababu akikwambia vile Malaki alisema, anakuambia kitu ambacho kinamfaidi yeye, si kinakufaidi wewe. Lakini Yesu Kristo alituambia, si alikutana na Nikodemo akamwambia, Nikodemo akamwambia, mimi mwalimu, tumeona mambo hata yale unasema na unafanya, Mungu yuko na wewe. Hakumwambia umejua hivyo. Alimwambia, nakwambia ukweli, mtu lazima afanye nini? Aliwaambia nini Nikodemo? Aliambiwa aje, mtu lazima azaliwe mara ya pili ndio auone ufalme wa Mungu. Nikodemo akisema, sasa mimi mzee nitarudi aje kwa tumbo la mama? Akaambiwa, wewe, mimi nakwambia mambo ya kiroho na una fikiri na mawazo ya kimwili, lakini kuzaliwa mara ya pili lazima ufanye nini? Uzaliwe. Sasa kuna watu walikuwa wamekuja wanawasumbua, ati wewe unasema umeokoka na ufanyi hivi na ufanyi hivi, lakini wanaambiwa sasa, wanakuja wameitwa kwa neema, watu wanakuja kuwasumbua, na kusudi lao ni kuipotosha Injili ya Kristo Yesu. Wanakuwa ati ni wahubiri wa Yesu Kristo, lakini wahubiri Yesu Kristo. Si hapo mwanzo tumesema, yeye alisema mmepokea bure mtoe bure. Sasa unasikia pesa ndio. Si mmefungua television mkaona? Haya madhabahu, tuma pesa kwa haya madhabahu. Labda mtoto wako amepotea. Haya madhabahu yatamuitisha. Lakini madhabahu hayamuitishi. Angesema, nitumieni muniambie, mimi nitawaombea na nitawaitia. Lakini si tuma pesa, ati pesa ndizo zinafungua. Huo ni uongo. Na hao walianza kufutwa hivyo. Wanaambiwa sasa turudi kwa Injili ile ya kwanza, si ya neema, ya vitendo za sheria ya Musa. Lakini Yesu alisema, mimi sikuja kuiondoa sheria ya Musa, nimekuja kuitimiza. Na yeye peke yake tu ndiye angeweza kutimiza, kwa sababu yeye hakuna dhambi alifanya, hakuna makosa. Si alipelekwa mpaka kwa mahakama na wakakuta hana makosa, isipokuwa watu fulani tunaambiwa wakapewa pesa, wakatoa ushuhuda ama ushahidi wa uongo. Akasema ni sawa, nimekuja kwa hiyo ili niwalipie wote. Kwa hivyo walikuwa wanavutwa kutoka imani, kutoka neema, warudi kwa sheria ya Musa. Kwa Galatia, katika somo tunaona Yeremia 3:22 nasema,
Rudini enyi watoto waasi, mimi nitaponya maasi yenu. Tazama, nimekuja kwako, maana wewe u Bwana Mungu wetu. Ni Yeremia analilia watu na akiwalilia pia anawaambia vile wangejibu ni ya kwamba wangeitikia hiyo, waseme ndio, tumekuja kwako maana wewe ni Bwana Mungu wetu. Mungu saa yote mikono yake ametunyoshea. Hata wakati tumejikuta hali mbaya, tumetoka, tumepotea, hatujui mbele, hatujui nyuma, yeye mikono yake kila wakati ametunyoshea. Lakini hao wanaambiwa hapana, turudi kwa sheria. Turudi kwa sheria ya Musa. Twende kwa agano la kale. Yesu Kristo mwenyewe akasema, hili ni agano jipya katika damu yangu. Kwa hivyo sisi ni agano jipya na tunapaswa kusimamia agano jipya vile ilivyo. Vile Yesu alisema, hiyo ndio inatuongoza. Ile tulioachiwa, hiyo ndio tunaendelea nayo. Si turudi tuone ya kwamba Yesu hatoshi, tunataka kuongeza, turudi nyuma kwa Musa. Mathayo 13:19 inasema, kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Tunakumbuka huo mfano wa mpanzi. Alienda na mbegu, hati zingine zikaanguka karibu na njia, na watu wakafanya nini? Wakazikanyaga. Kwa hivyo tunaambiwa hivyo ya kwamba ni mtu ambaye anasikia neno la ufalme lakini halielewi. Na usipoelewa neno hili, mtu atakuja kuambia haisemi hivi, nasema hivi, na wewe utamfuata. Simesema wakati fulani umewahi kwenda mahali ukapotea. Sasa tufikiri umepotea, si ndio? Na mimi nikwambia, unataka kati kijiji kinaitwa aje, njoo. Nikikuelekeza kingine wewe utajua, utajikuta huko, si ndio? Kwa sababu hujaelewa. Sasa tunaambiwa nini? Hili neno hebu tulielewe vizuri kibinafsi. Si ya kwamba ati Wajuma aliniambia, Wajuma alinia, hapana, wewe umesoma mwenyewe. Maandiko haya tunaandika, wewe unajisomea mwenyewe, unajua kweli vile anasema ya kwamba ukisimama utasimama na huo uhakika. Hiyo ndio hawa walikuwa wamekosa. Na hivyo watu wakaona ni rahisi kuwapotosha waondoke kwa Kristo. Sababu wameambiwa hapa kusudi lao ni kupotosha Injili. Wavunje Injili. Sasa iwe ni kitu tofauti. Tunasema si ni wa Kristo, lakini tumekataana na yale Yesu Kristo alituachia. Jambo la tatu, kuna onyo 8-10. Tuone onyo hilo, ni onyo gani hilo limetolewa. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe, kama tulivyotangulia kusema. Na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Maana sasa, je, ni wanadamu ninaowashawishi? Mpaka 9 mpaka 9. Ati kuna onyo ya kwamba kuna hukumu. Sababu watu hufanya mambo saa ingine bila kujua matokeo yake. Na kama mtu anajiingiza kwa mambo bila kuelewa hatari ambayo iko katika hayo mambo amejiingiza.
Nakumbuka wakati mmoja tukiwa hapa, bwana mmoja akatuletea habari ya kwamba kuna mpango fulani, unatoa pesa fulani, na baada ya wiki, kila simesikia mipango kama hiyo, baada ya wiki utakuwa unapata pesa fulani milele. Mimi nimefanya hesabu kidogo naelewa, tukafanya na yeye, nikamwambia ina maana baada ya tumetoa hii wiki pesa, baada ya wiki kama 4 pesa yako yote itakuwa imerudi. Sasa kutoka hapo wewe ni pesa tu inakuja milele. Nikauliza, kwani hiyo pesa inaenda wapi? Huyo mtu umempa amepeleka wapi? Ni biashara gani hiyo amefanya? Sasa wanaambiwa hukumu. Sasa unaongea na si pesa, sasa tunaongea hapa, tunaongea uzima wa milele. Ndio akasema ati kama mtume Paulo na wengine, na hata kama malaika angekuja Brother James, ukiwa huko ukiandaa huko, ukipatia mimea maji, uone malaika ameshuka, akwambie sasa injili imebadilika, ujue amelaaniwa. Ndio tunaambiwa hakuna injili nyingine, kwa sababu hii injili ni Yesu Kristo mwenyewe aliacha, si ndio? Sasa nani mwingine anaweza kuja kusema hapana, sasa si Yesu, si vile Yesu alisema, ni tofauti, watu warudi? Hawa walikuwa wanataka kuwarudisha katika dini ya Uyahudi. Wanaambia hapana, lazima uonyeshe, udhibitishe wokovu wako. Hapana, wokovu tulipokea bure, tulilipiwa deni, na kama tumelipiwa deni, kuna jinsi tunapaswa kuishi, lakini sasa si kurudi kwa deni, kulipa deni lingine. Akasema kuna watu wamekuja na hiyo ndio wana kusudi lake, wanawaambia injili si hiyo mlihubiriwa, hapana, injili iko hivi Mungu, na wanaongea hivyo ati mtu fulani alipata ufunuo, si ndio? Alipata ufunuo, alikuwa amekaa akapata kitabu kimetoka mbinguni kimemwambia mwambia. Na kuna watu wengine walisema ni Wakristo, lakini utakuta wakisema hii injili kuna kitabu kingine cha mtu fulani, zinapelekana sambamba na Biblia. Ujumbe wa Yesu Kristo unatosha, ndio anawaambia. Na mtu yeyote ambaye atakuja aseme kuna njia nyingine tofauti, huyo amelaaniwa, iko hukumu, na tunaambiwa wajue hivyo. Kwa hivyo waache hayo, kwa sababu mtu yeyote akihubiri injili nyingine amelaaniwa. Hakuna injili sabamba, hakuna injili ati, unajua watu wanasema wengine, hapana, Mungu ni mmoja tu. Wewe ukipitia hii njia na wengine apitie hii njia, baadaye wote tutakutana kwa Mungu. Sijui kama umewahi kusikia maneno kama hayo. Dini zote, hakuna dini zinaambia watu waibe, hakuna dini zinasema watu wauane. Kwa hivyo dini zote ziko sawa, zinaenda kwa mahali pamoja. Yesu Kristo mwenyewe akasema aje, mimi ndimi njia, mimi kweli, uzima, na mimi ni mimi kweli. Sasa kama alisema hivyo yeye mwenyewe ni mimi, sasa kweli kuna nafasi ya mwingine naye aseme tunaenda kwa huyu mali anawapeleka hata mimi hakuna. Injili si kama matatu. Si ukienda pale unaweza ukachukua MTN kuja kwenda Murang'a, utachukua ingine sijui inaitwa Muna, utachukua ingine inaitwa Namu, si ndio? Zote si zitakupeleka Murang'a, lakini injili ni tofauti. Hata ukienda Mombasa sasa, uende Nairobi pale River Road, utaona magari mengi yanaenda Mombasa, mengine madogo, basi zingine kubwa, zote zinaenda Mombasa, lakini injili ya Yesu ni moja. Hiyo ndiyo tunaambiwa, na injili ingine mwisho wake ni hukumu. Funzo Isaya 51:3 inasema, 53:1 inasema, ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta, na mkono wa Bwana Mungu
amefunuliwa nani, ya kwamba kuna habari nabii huyu alikuwa amepewa, lakini anauliza nani atasadiki, na mkono wa Bwana umefunuliwa nani, kwa sababu sauti ni nyingi lakini katika hizo sauti nyingi, sikiliza sauti ya Yesu Kristo. Mtu akikuja kuambia ikakuwa, muulize na Yesu Kristo mbona akasema hivi? Yesu Kristo akasema wa manabii wa uongo watakuja. Wewe ni nini unakuja kuniambia ati unafanya hivi? Sasa tunaambiwa kujihadhari, kwa sababu kuna hukumu, na sisi tukifuata imani tofauti, injili tofauti ambayo inaongeza kitu juu ya kifo cha Yesu Kristo, na inashikanishwa ya kwamba Yesu Kristo alikufa lakini ufanye hivi, ujue hukumu inakuja. Hebu tujiepushe na hiyo hukumu. Sisi tujue Yesu Kristo kibinafsi, Roho wa Mungu tumruhusu atuongoze, kwa sababu sauti ni nyingi na kuna zingine za upotovu. Mathayo 7:15 inasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Ya ajabu, anasema mbwa mwitu na wakali. Mbwa mwitu huwa wakali, si ndio? Lakini unaweza kuwa mbwa mwitu wengine wabaya. Unaambiwa usicheze na usikaribie, ujihadhari. Mbwa mwitu, ukikutana na mbwa mwitu unakuwa umejihami, si ndio? Kwa sababu kuna mbwa mwitu wakali ambao wanakuja wakilenga roho zetu, wakilenga kutosha. Lakini maneno ni mazuri. Hakuji na kitabu kingine, anakuja na hiyo Biblia na atakuongoza mahali anataka. Sasa wewe umewajibika kufikiri mahali umekutana na Yesu. Ulikuwa na maisha aina gani? Mimi nilikuwa na maisha aina gani? Na ni mabadiliko gani nimeona? Kuna wimbo sijausikia vizuri wote wa Juma. Ati mtu anauza nikioni leo ukigaruruka. Ni nini? Sijui. Uliona nini ukabadilika? Sijui wewe, nimeusikia tu. Sijakaa chini kuusikiliza. Labda unasikia ukiwa kwa matatu ama ukipita mahali. Ati ni nini hiyo uliona ukabadilika? Usikubali kubadilika, kwa sababu kama umeokoka, umehesabika haki, huna deni na mtu mwingine akuambia kuna kitu utaongeza. Ni kama si tumesema ndugu James alienda huko Equity akanilipia deni. Nikienda Equity, huyo mtu aliniambia hapana, kuna kitu. Deni alilipa, lakini inatakiwa breni kilipo uongeze hivi. Naambia hapana. Si deni mliniambia ni pesa ngapi? Na nililipa hiyo, zingine mnasema ni uongo. Tujue hivyo. Sasa mali nilikuwa nafanya kazi, kuna wakati nilikuwa na deni milioni 3 na kitu. Kwa milioni sijui 4 sikumbuki. Na nikalipa nilipoacha kazi. Nikienda waniambia ati si watanionyesha hiyo ati wewe hii deni hukulipa. Nikamwambia sikulipa. Na huyo wakati wote mlikuwa wapi? Si ndio? Mali yangu mlipe, title yangu mlete. Wakwambia hapana, kulikuwa hapana, nitawaambia hiyo haipo wako. Si tuliwaitisha deni na mkasema. Basi Yesu alilipa. Si msalabani alisema yote yamekwisha. Basi hakuna mwingine, hakuna kitu kingine kitaongezwa kwa deni, kwa damu ya Yesu ambayo ilimwagika msalabani. Kwa sababu ya dhambi zetu. Hakuna, tusikubali, tusiambiwe kuna unabii fulani, uambiwe wewe kuna nini, kuna mtu ndio nikauliza Washiko kama anaweza akalogo. Akasema hawezi kulogeka. Kwa nini? Kwa sababu nani huyo? Utalogwa Yesu Kristo akiwa wapi? Roho Mtakatifu akiwa wapi? Ya pili hapo kuna kitu kinaitwa kitovu. Kitovu ni katikati ya mambo
kile kinashikilia. Si tunajua hiki kitovu tuko nacho hapa kwa tumbo, si ndicho kilitushikilia wakati fulani? Sasa hicho ni kitovu cha mambo. Wagalatia 1:10 inasemaje? Wanadamu ninawashawishi au Mungu, au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Anasema ukweli ni huu: kupendeza mwanadamu ama kumpendeza Mungu. Anasema mimi hata nikiwapatia hii habari, si wanadamu napenda ninajitoa ama natafuta kuwapendeza, kwa sababu kama ni kupendeza wanadamu, hata mimi singeitwa mtumwa. Anajiita mtumishi, mtumwa, mfungwa wa Kristo. Mtumwa, singekuwa mtumwa wa Kristo, singekuwa nikiwaambia kaa ni mambo ya wanadamu, kwa sababu kaa ni wanadamu, mimi hayo yote nilikuwa nimefanya na nilikuwa nimetimiza, lakini siku moja tukakutana na Yesu nikabadilika. Kwa hiyo tunaambiwa ukweli huu sasa utushike hivyo, ya kwamba haya yote ni tunatafuta kumpendeza Bwana Mungu. Katika yale tunafanya, tujue tukimpendeza Bwana Mungu, hapo ndipo tuna usalama, hapo ndipo tumeshikwa vizuri, na tunajua hakuna hatari ati tutafika mahali tuanguke, tupotee, kwa sababu Yesu Kristo ni nanga ya kutosha. Yeye ametushikilia kwa sababu alitulipia kwa damu yake. Sisi kanisa lake, alijinunulia kanisa kwa damu yake. Kwa hivyo ukweli huo uwe ndio unatushikilia, ya kwamba ni Yesu Kristo, na amefanya na amelipa na amemaliza. Amen. Funzo katika Wafalme wa Kwanza 18:22 inasema, ndipo Eliya akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana Mungu, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Wafalme wa Kwanza 18:22. Huyu ni nabii anaangalia, anajiona yuko peke yake. Na labda wewe utajikuta, mimi hata wakati mwingine najikuta peke yangu, na nikiangalia na shida, sasa mbona niko peke yangu, marafiki hawako? Umeshawajua kupigia mtu simu anakataa kuchukua? Ndio. Unapigia mtu na ni rafiki yako lakini simu yako hachukui. Kwa nini? Kwa sababu hataki habari zako, labda alienda na pesa yako, hataki umuulize, si ndio? Sasa hiyo unajikuta peke yako. Sasa unashindwa, hata unafikiri mbona nikafanya, mbona nikajikuta hivyo. Nilijikuta hivyo kwa sababu nilifanya vile Yesu alitaka nifanye, si ndio? Mtu amekuja kwako anakulilia, anakuambia tafadhali nitafutie 5,000. Dave, nakumbuka mtu aliniambia hivyo, nitafutie 5,000. Ilikuwa Jumatatu. Ikifika Jumatano, Ijumaa nitakuletea pesa. Sasa ni miaka. Siku moja tukakutana, nikasema, wewe ndugu, sikujua wewe ni mrongo hivyo. Hapana, si uongo. Kasema ni uongo kwa sababu wewe uliniambia Ijumaa. Na kutoka Ijumaa sasa tumekutana, ndio unaniambia ati hujasahau. Hujasahau namna gani? Sasa utajikuta peke yako. Wewe huna pesa, marafiki wale ungeongea nao hawataki kuongea na wewe. Wanajua wewe siku hizi umefilisika, si ndio? Utaomba pesa. Lakini afadhali kuwa peke yako, kama huyu nabii alisema, mimi niko peke yangu, lakini bali ana manabii wangapi? 450. Lakini wakati Mungu alijionyesha, kwa sababu alisema basi tuone ni nani Mungu, si ndio? Yule atakayejibu na nini? Kwa moto.
wakajaribu wakashinda. Kwa hivyo hata ukiwa peke yangu, hata nikiwa peke yangu, najitia nguvu ya kwamba niko na Mungu. Kwa sababu hawa walitaka kuwaambia, bana, kuna kitu zaidi ungefanya. Wajuma, kuna dhabihu unatakiwa utoe. Ndio hiyo mambo yako hiyo mzuri. Hivyo ndivyo wanakuambia. Hapana, dhabihu yangu ilifanya nini? Ililipwa. Kwa hiyo ulilipiwa, una deni. Ukienda mbele ya Mungu anakuona mtu hana deni. Lakini hawa hiyo ndio walikuwa wanataka kushika watu mateka, warudishe hapo ya kuwaambia, mimi niko hapa. Niletee, nikule, kubariki. Sasa hiyo unampa, si tayari umebarikiwa kama utampa 1000 hiyo 2 hapa 5. Sasa tena ubarikiwe aje? Na ni wewe unataka kubarikiwa na utoe pesa yako ndio ubarikiwe. Si tayari umebarikiwa? Ndio. Sasa tumeambiwa sisi tulifanywa upatanisho. Mimi na Mungu hatuna kitu kizuizi. Kwa hivyo sina haja nikupe pesa ati ndio wewe uniitishie. Hapana. Inasema kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule wote wameitwa. Watu wote wa Sabasaba wa Kenya wameitwa. Lakini ni wangapi watajitokeza, watakubali wateuliwe kupelekana na yeye? Kwa sababu nikija kwa Yesu Kristo siishi vile nataka. Si nimelipiwa deni. Na kama nimelipiwa deni, si nishikane na huyu amenilipia. Aniongoze katika mafanikio yale yako mbele. Aniongoze, anitunze. Kama amenilipia deni, mtu atakulipia deni, si mtu anakupenda. Tena mtu akuambia hapana, wachana na huyu alikulipia deni. Kuna kitu hakulipa. Hapana. Usikubali. Ya mwisho kuna kitu kinaitwa Ufunuo 11 na 12. Ufunuo. Kwa maana ndugu zangu, ujiri damu singekuwa mtumwa. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri nawajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa si kuipokea kwa mwanadamu, wala si kufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Kristo Yesu. Ati hii injili ambayo tunayo tulisikia wanadamu, si ndio? Waliotumwa. Lakini kuipokea tulipokea, hakuna mhubiri anaokoa mtu. Kweli? Yeye anakupa ujumbe, si ndio? Alafu mimi nasikiliza huo ujumbe, naona kweli wewe huo ujumbe unao ni wangu. Mimi nakumbuka nilipofanya uamuzi wa kuokoka. Kwanza tu nilisema nitaenda hiyo kanisa, nilisikia wakitangaza ibada inakuisha saa 10:30. Mimi kama saa 10 nafikiri, sikumbuki. Kabla watu wakuje, mimi nilikuwa mmoja wa kanisani na nikatafuta kiti mahali itakuwa karibu na mhubiri nione. Kwa nini? Nitaka tu kusikia ni nini hiyo anaongea. Lakini kumbe nilipata huo ufunuo. Akasema ni kutoka kwa ufunuo wa Kristo Yesu. Ninasema nilikuwa ni katika ufunuo wa Kristo Yesu. Nikafunuliwa Kristo Yesu ya kwamba ananihitaji na amenilipia. Na maisha yale naishi na kile natafuta kuna suluhisho katika Kristo Yesu. Nikapokea. Hebu basi wakati mambo yamekuwa magumu na tunasikia imezidi, turudi hapo ambapo tuliokoka. Na tuangalie tangu kuokoka tumepelekanaje? Safari imekuwa aje? Na mpaka hapa ambapo tuko imekuwaje? Si tuliongea hapa kuhusu Samueli akuchukua jiwe akasema ikaitwa nini, Ebenezeri, ati mpaka sasa, mpaka hapa Mungu amefanya nini? Ametusaidia. Tukijua hiyo ufunuo, tuangalie vile tumesaidiwa.
utaambiwa twende mahali fulani, kuna nabii fulani amekuja, akikuangalia tu hivi anajua ile inakusumbua. Hapana, si yule alijua wakati niliokoka na kweli maisha yangu yakabadilika. Hebu basi tushikilie huo ufunuo wa kwanza, na tuangalie historia yetu huko nyuma. Baada ya kuokoka, maisha yamekuwa ni mambo gani tumekutana nayo? Mambo ni mengi, si ndio? Lakini bado tumesimama, na kama tumesimama, huo ufunuo tusiusahau, ya kwamba tumekutana na Yesu Kristo. Katika Samueli wa kwanza 3:10, Bwana Mungu akaja, akasimama, akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana Mungu, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Hebu tujifunze kusikiliza na kuelewa sauti ya Mungu, na wakati amezungumza hakuna kubishana na maswali, ni kusema mtumishi wako anasikia. Mtumishi wako anasikia. Tusikie kutoka kwa Mungu. Kuna wimbo moja unaimba ya kwamba unahitaji kusikia kutoka kwa Mungu. Si kwa watu, kwa Mungu tu, ya kwamba tuna huo uhusiano ya kwamba sauti ya Mungu tukiisikia tunaitambua. Sauti ya mwovu ikija tunajua hiyo si sauti ya Mungu, kwa sababu inatuelekeza mbali na ile tulipokea kwanza. Tulikuwa tunaenda Murang'a, lakini tunaambiwa sasa Murang'a sio njia ya Murang'a, kuna njia ingine unaweza ukapitia sijui wapi. Sema hapana. Wewe fikiri wa Juma umekaa pale wanaitwa nini, UTC, uingie gari MTN ya Murang'a, uone imeshika Uhuru Highway inaelekea Westlands. Sitauliza. Nitauliza. Wewe dereva ni wapi inaenda? Kuna njia ya Murang'a. Useme okay, labda kuna kitu anataka kuchukua huko Pangani Westlands, atarudi. Uone arudi anaelekea Kangemi. Utamwambia hapana, wewe wacha mimi nishuke hiyo Murang'a. Staki. Hiyo ndiyo sauti ambayo, kwa sababu aliposikia sauti mara ya kwanza, huyu Samueli hakuelewa. Mara ya pili na ya tatu nafikiri, akaenda na ndiye akamwambia, wewe, akajua huyu ni Mungu anamwambia. Next time ukisikia umwambie nini? Bwana, mtumishi wako anasikia. Na akasikia sauti ya Mungu. Lakini aliposikia, alisikia mambo ya kutisha, ya kuogofya, si ndio? Baka akazunguka akasema hii ni too much. Samueli kwa sababu alijua Mungu ni Mungu, akamwambia wewe sema. Akamwambia. Kwa hivyo tusiogope kusema. Ukiona mtu amepotoka, mwambie wewe umepotoka. Yeye hakuogopa kwa sababu alijua ni ufunuo wa Yesu Kristo anao. Ndipo alikuwa anamwambia, kwa nini kwa haraka hivi tu mnasikia kitu? Mmeokoka vizuri, mnaendelea, mnasikia mahali fulani kuna nabii, mnakimbia huko. Kufanya nini kwa huyo nabii? Kwani yani hata kuokoka uelewi, uliokoka uelewe nani alikuokoa. Amen. Basi nikimalizia, Wagalatia 1:4 ndio wazo kuu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Bwana Mungu Baba yetu. Tujue hivyo ya kwamba alijitoa yeye mwenyewe kwa ajili ya dhambi zetu. Dhambi zetu sio kitu cha kuambua dhambi tena, ziliondolewa. Na zile ambazo tunakutana nazo tunashikilia. Katika Yohana wa kwanza tunaambiwa yeye ni mwaminifu.
tukimuungamia anatusamehe na anaturejeza. Amen. Tafakari Galatia 1:6 inasema, na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Mwambua mmeokoka bure, hakuna deni, hakuna malipo, lakini sasa mnataka kulipa ndio mwe mmeokoka. Usikubali. Na sala wa Galatia 1:12, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Kristo Yesu. Hebu tuombe Mungu saa yote huo ufunuo wa Yesu Kristo uwe ndani yetu, katika moyo wetu. Hata mambo yawe giza namna gani, kumbuka hapo mlikutana. Nakumbuka Reverend Kongo alipozungumzia siku moja huko, akasema kumbuka mahali alitupatia mfano wa Yakobo alipokutana na Yesu mahali paliitwa Luzu, akabadilisha akasema hapa ni nini? Ni Betheli, kwa sababu mimi kweli nilikuwa katika nyumba ya Mungu na sikufanya nini? Sikujua. Turudi hapo. Mimi nikifunga macho nakumbuka Jumapili tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 74, mahali nilikuwa niliposema nimekubali Yesu. Nikishikilia hiyo hakuna kitu nitakutana nayo ambayo itanisumbua. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu. Amen.